ila kuna manunguniko kwenye mikopo ya 10%. Mimi na madiwani wangu tumeliona hilo, tutahakikisha anapata mtu kweli mjasiriamali, sio wa kubumba, sio wa vikundi hewa. Mimi ni waombe mama zangu, wameanza tarehe 7, tuilinde Bunda yetu. Tunataka tuendelee kukaa vikao kama hivi, tunajadili maendeleo, tunajadili mustakabali wa baraza letu, tunajadili mustakabali wa chama chetu kwenye wilaya ya Bunda. Sijui tumeelewana? Tuna mikakati yetu hapa ya kukamilisha miradi yetu. Tuna mikakati yetu ya kusajili wanachama. Nimeona hapa mmempa katibu risala. Hivi kama hamna amani na utulivu, tutaweza kuyafanya haya? Alafu mtu eti anakuambia sisi tunaipenda nchi. Unaipenda nchi hii kutaka watoto wetu wachome nchi yao wenyewe? Unaipenda nchi hii, unataka watoto waue wazazi wao? Hapana. Sisi tunasema huu sio ushindani wa vyama, kuna mengine yako nyuma ya panzia. Sasa hili ni taifa huru, na tumemsikia waziri mkuu amesema hatodharau viashiria vya vurugu. Kikubwa kwenye maeneo yetu tutoe nini? Taarifa. Vijana wetu wa bodaboda ndio tunakaa nao kule, tuambie amani kitoweka hatoweza kwenda kituoni. Sisi kina mama wafanya biashara ndogo ndogo, amani kitoweka hivi kweli utaenda soko la Guta pale unamuuzia nani? Si ndio? Tulikaa hapa ndani wote hapa karibia wiki nzima, hakuna anayehemea. Alafu wanaochochea wao wanaweza kanunua vitu hata vya miezi 6. Sisi wananchi wa kawaida ambaye nikitoka kwenda kutafuta kitu cha kuniingizia kipato, ndio kula yangu, ndio naweza kununua dawa. Kongo leo wanaendelea. Leo Libya wanamkumbuka Gaddafi. Gaddafi alikuwa anawalipia mahali na sherehe wananchi wake kwa sababu walikuwa na utajiri wa mafuta. Leo wananchi wa Libya wako kwenye hali mbaya kwa sababu tu ya kuruhusu chokochoko kama hizi ambazo wanazianza. Si tumeelewana? Wasitulazimishe utamaduni ambao hatuna. Kwa kigezo tutawanyima miradi ya maendeleo. Sisi wenyewe tumeamua sasa, tunajidhatiti kwa mapato yetu ya ndani. Na ukishaona vita ya uchumi mnaanza kuivuka, ndio mambo kama hayo yanatokea. Tushikamane, tuilinde nchi yetu. Lakini tukilinde Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndicho chenye dhamira ya dhati ya kuendeleza amani na utulivu katika taifa letu. Mimi niwaombe mama zangu, tuongee na vijana wetu, tushirikiane. Na mimi Mungu atatubariki. Kama Mungu angekuwa ana mapenzi na taifa hili, leo tungezungumza mengine.